Kesi inayokikabili chama cha demokrasia na maendeleo Chadema juu ya ambayo ni kesi ya msingi ya mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali inayokikabili chama hicho imehairishwa leo, ambapo itasikilizwa tena tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2025. Chanzo kikubwa cha kufanya kesi hiyo ihairishwe ni baada ya jaji alitakiwa kuwepo mahakamani kutokuwepo. Kesi hiyo ilifunguliwa na Said Isa Mohamed ambaye ni makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho taifa Zanzibar, Ahmed Rashid Khamis na Maulidi Anakom ambao ni wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama hicho kutoka Zanzibar, ambapo wadaiwa katika kesi hiyo iliyopaswa kusikilizwa leo na Judge Hamidu Mwanga ni bodi ya wadhamini wa Chadema, mdaiwa wa kwanza, na katibu mkuu wa Chadema, mdaiwa wa pili. Akiwa nje ya mahakama hiyo baada ya uhairishwaji wa kesi hiyo, katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika alikuwa na haya ya kusema. Na alipanga kwa shauri ambalo tarehe 10 mwezi Juni lilipokuja kusikilizwa, lilisikilizwa kwa uharaka, na jaji alionyesha dhamira ya kutaka kulisikiliza shauri kwa haraka tarehe 24 leo. Kitendo cha jaji kutokuwepo, mimi na kitafsiri kama ni muendelezo wa jaji kutokutenda haki. Ningependa kuwataarifu tu wanachama kwamba tayari tulikwishaiandikia barua mahakama kuitaarifu kutokuridhishwa kwetu na mwenendo wa Jaji Mwanga katika kesi hii, na tumependekeza kwamba jaji ajiondoe kwenye kesi hii. Naye makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, yeye amewataka wafuasi wa chama hicho kuendelea na shughuli mbalimbali za chama, kwani aliyezuiliwa kuendelea na shughuli za chama ni katibu mkuu John Mnyika. Lakini sisi wengine pia tuta roll out ratiba yetu iendelee kama kawaida tulivyokuwa tunaendelea. Tunataka tukutane nao mtu kwa mtu, wasijifiche nyuma ya mahakama, wasijifiche nyuma ya polisi, wasijifiche nyuma ya jeshi. Waache vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na vyombo vya mahakama vitutendee haki wote. Na tunamsihi Jaji Mwanga, hii dunia hivi vitu sio marudio, vimefanyika sana, lakini kwa kawaida haki inashinda. Wasiruhusu mahakama yetu iwe mahakama isiyoaminika, kwa sababu matendo kama haya yanaondoa imani ya watu kwa mahakama, na they are pushing us too hard. Wanatusukuma sana ili waseme tunafanya contempt, ili waseme tunadharau mahakama. Lakini nataka niwaambie, dunia imetufundisha kwamba inapobidi utadharau na utashindwa kuheshimu kitu ambacho ni dhuluma. Hii ni Simulizi na Sauti. Mimi ni Franki Kashonde. Niandikie maoni yako hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe na kucomment. Na jambo lingine kubwa na la mno ni wewe kupakua app ya SnS Premium kwa ajili ya kujipatia mambo mengine kemkem ambayo hayapatikani popote ulimwenguni hapa isipokuwa ni Simulizi na Sauti pekee.